إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله، وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. عباد الله، nakuhusieni kwanza kama inavyostahiki nami kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad faza almuttaqun, kweli hakika wamefaulu wale ambao kwamba wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, tutambue ya kwamba tupo katika mwezi mtukufu wa Rajab. Ni miongoni mwa miezi minne mitukufu kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra, hakika idadi ya miezi mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12. Yauma khalaqa as-samawati wal arda, tokea alipoumba ulimwengu huu, mbingu na ardhi, ni miezi 12. Minha arba'atun hurum, katika miezi hiyo 12 yapo miezi minne iliyokuwa mitukufu, nao ni mwezi huu tuliokuwa nao, mwezi wa Rajab, na miezi mengine iliyobakia ni Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram. Hii ndio miezi minne mitukufu Allah subhanahu wa ta'ala anayoelezea katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka nini katika miezi hii minne mitukufu? Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fala tadhlimu fihinna anfusakum, katika miezi hii minne mitukufu Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tusizidhulumu nafsi zetu. Bimaana usitie nafsi yako katika makosa. Utakapoitia nafsi yako katika makosa, basi utakuwa umeidhulumu nafsi yako. Na nini Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka katika miezi minne mitukufu? Anatutaka tujitahidi katika kufanya masala yaliyokuwa ya kheri, mambo yaliyokuwa ya kheri, ikiwa ni kufunga, kusoma Qur'ani, kuswali sana, kutoa sadaka. Haya ndio mambo Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka tuyafanye katika miezi hii minne mitukufu. Lengo la kufanya hivi ili kuiweza kuipata pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, laqitu Ibrahima lailata usriya bi, nilikutana na Nabii Ibrahim siku nilipokwenda safari yangu ya Mi'raj. Faqala ya Muhammad, akasema ewe Muhammad, aqri ummatika alayya minni salam, ewe Muhammad, nifikishie salamu zako katika ummati wangu utakaporejea. Hizi ni salamu ambazo kwamba zinazotoka kwa Nabii Ibrahim. Aqri ummatika alayya minni salam wa akhbiruhum, na uambie ya kwamba anna aljannata tayyibatat turba, waambie ya kwamba hakika pepo mchanga wake pekee ni mzuri mno. Pepo anatusifia Nabii Ibrahim. Hizi ndo salamu alizompa mtume wetu Muhammad. Udhbatul ma, maji yake ya peponi ni maji matamu yaliyokuwa safi kabisa. Wa annaha qi'anun, na uambie umati wako
ya kwamba pepo ina mawanda, ina viwanja vilivyokuwa vikubwa kabisa kadri ambavyo kwamba kuliko unavyofikiria. Wa anna ghirasuha, na waambie ya kwamba uambiwa anna ghirasuha, na yaambia kwamba hizo mbegu zake katika viwanja hivyo ni kusema subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar. Hizi ndio mbegu ambazo kwamba viwanja hivyo vinapandwa katika mbegu hizo. Unaposema wewe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar, kadri unaposema basi utambue ya kwamba unaotesha mti katika pepo, katika hicho kiwanja ambacho kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atakachokupa, basi ndio hiyo miti ambayo kwamba unaipanda hapa hapa duniani. Hizo ndio salamu za Nabii Ibrahim alizompa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabii Ibrahim amejaribu kutusifia pepo namna gani ilivyo, ili na sisi tuweze kuraghibika, tuweze kufanya jitihada katika kuitafuta pepo hiyo. Sio Nabii Ibrahimu peke yake anaisifu pepo, bali Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo alioimba pepo, na yeye ametusifia katika Qur'ani pale aliposema mathalul jannati allati wu'ida almuttaqun, mfano wa pepo ambao kwamba wameandaliwa wacha Mungu, fiha anharun mimma, ndani yake kuna mito ya aina mbalimbali. Allah subhanahu wa ta'ala anajaribu kuifafanua mito hiyo. Mimma ina ghairi asinin, kuna mto wa maji ambayo kwamba maji yasiyovunda, yani maji safi kabisa, hayafanyi mwani, maji ambayo kwamba yasioharibika. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'mu, na Allah subhanahu wa ta'ala katika pepo yake ameandaa mto wa maziwa, mto ambao kwa maziwa ambayo kwamba yasiyoharibika. Wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina, na Allah subhanahu wa ta'ala miongoni mwa hiyo mito aliyoiandaa kuna mto wa pombe, ladhatul lisharibina, ladha nzuri kwa wale ambao kwamba watakokuja kuinywa. Allah subhanahu wa ta'ala amewakataza Waislamu kunywa pombe hapa duniani, lakini huko peponi kawaekea mto mzima. Kila anapokunywa mtu pombe hiyo anajisikia ladha na kunywa tena na tena. Wa anharun min asalin musaffa, na ndani ya pepo hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameiandaa mto wa asali uliokuwa safi kabisa, asali isiyokuwa hata na bawa la mbu, asali ambayo kwamba inokuwa safi kabisa. Wa anharun min asali musaffa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia kuna kila aina ya matunda na maghfira ya Mola wetu ndani ya pepo hiyo ameiandaa. Allah subhanahu wa ta'ala anajaribu kuyaelezea hayo matunda, kullama ruziqu wa utubihi mutashabiha. Miongoni mwa hayo matunda utayaona mfano wa hapa duniani, lakini ni tofauti, ladha na utamu ni tofauti utakaokuwa nao. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea pepo yake ili na sisi Waislamu tuweze kuraghibika, kuweze kuwa na hamu, kuweza kufanya ibada kwa ajili ya kuingia katika pepo yake. Hakuacha hapa kuelezea pepo yake. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, na kimbilieni katika msamaha, maghfira ya Mola wenu, wa jannatin, na pepo yake arudhuha as-samawati wal ardhi, mapana yake ni mbingu na ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anatuelezea mapana tu, marefu utajua wewe namna gani yalivyo. Ikiwa ni mapana mbingu na ardhi, je, mapana mbingu na ardhi, je, marefu yatakuwaje? Uiddat lilmuttaqina, haya yote tunayozungumza wameandaliwa wacha Mungu. Ibadallah, baada maelezo hayo mafupi, na tuingie katika hutuba yetu ya leo inayozungumzia khairun nasi, mbora wa watu. Ni nani mbora wa watu? Imekuwa ni kawaida katika maisha tunaishi nayo, mtu anaonekana ni kuwa ni bora ikiwa ana mali, ikiwa ana cheo, ikiwa ni mzuri, ikiwa ana kitu fulani ambacho kwamba wengine hawana, kilichokuwa adimu baina yao, basi yeye huwa anaonekana ni bora. Lakini katika Uislamu mambo sivyo yalivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema
inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala haangalii sura zenu wala mali zenu. Mtu ana kiasi gani cha mali, ana kiasi gani kwenye akaunti yake, Allah subhanahu wa ta'ala haangalii vitu hivyo. Lakini yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah subhanahu wa ta'ala anaangalia amali zenu na nyoyo zenu pamoja na amali zenu. Nani moyo wake uliokuwa safi, nani kafanya vitendo vilivyokuwa vizuri, basi hivyo Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndo anapopima nani mbora na nani mcha Mungu. Fa inna amdaha ma mudiha bihi mruun, hakika ya sifa miongoni anayosifiwa mtu, au ala ma uthniya alayhi, au anayosifiwa juu yake, an yuqalu anhu huwa khairun nasi, pale mtu anapoambiwa yeye ni mbora wa watu, basi hapa ni miongoni mwa sifa zilizokuwa sifa kubwa kabisa. Au hata mwanafunzi akiwa mwanafunzi bora, akitangazwa mbele ya wanafunzi wenzake kama yeye ni bora, basi yeye mwanafunzi anajisikia proud, anajisikia kwa vile ambavyo kwamba yeye ametokezea bora kwa wenzake. Inna taqaddumi ala nnasi bila khairia fahiya sabqu khaira, hakika kuwatangulia watu katika masala ya khairi, hakika kuwatangulia watu katika ibada, huko ndiko kuwatangulia kwa kweli. Idha nas, kwani hakika watu sawasiyan ka asnani almusta, ni sawa sawa kama mfano wa meno ambayo kwamba yanayochipua. Ghairu anna ba'dhum yasbiqu ba'dhan fil khairia wa yataqaddamu fil fadli, katika meno anapochipua yanapokuwa yanakuwa kwa pamoja, haliwi jino moja likawa refu kuliko zake. Hivi ndivyo alivyofanya Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya kufanya ibada, katika masala ya kufanya mambo ya kheri. Allah subhanahu wa ta'ala kauacha uwanja uwe mpana kwa kila mtu, na ndio maana akasema wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisuna, na katika masala ya kheri watu washindane, wafanye waliokuwa kheri, kila mmoja amshinde mwenzake. Hakumfunga mtu kama wewe ufanye wenzake kwa wazuia. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka uwanja uliokuwa mpana kabisa. Wa tilka sunnatullahi fi khalqihi, na huu ndio mwenendo wa Allah subhanahu wa ta'ala aliyoweka katika viumbe vyake. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi. Allah subhanahu wa ta'ala katika mwenekeo aliyoweka hapa duniani, huwa kawaida yake anawasifu malaika. Katika aya mbalimbali amewasifu malaika wake, anawasifu mitume wale waliofanya kazi kubwa kabisa, Allah subhanahu wa ta'ala anawasifu. Lakini Allah vile vile mwanadamu yoyote anayefanya masala ya kheri, basi na yeye Allah huwa anamsifu mpaka kwa malaika wake. Huu ndio mpango ambao kwamba ameuweka subhanahu wa ta'ala katika maisha yetu. Ikiwa wewe utajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadri unapojikurubisha, basi Allah subhanahu wa ta'ala na yeye anakuwa karibu na wewe. Lakini kama ukijiweka mbali katika masala ibada, katika masala ya kheri, Allah subhanahu wa ta'ala na yeye anakusahau kama vile unavyokuwa unamsahau. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, la takunu kalladhina nasullaha faansahum anfusahum, musiwe kama wale ambao kwamba wamemsahau Mwenyezi Mungu. Ukimsahau Mwenyezi Mungu, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa anakusahau. La yuqalu li shakhsin innaka khairun nasi, kipindi cha masahaba wanasema wenyewe, alikuwa haambiwi hata mtu mmoja kama wewe ni mbora wa watu. Hii ni kwa sababu gani? Haya ni malezi ambayo kwamba amewafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amewafundisha nini masahaba? Tawadha'u hatta la yafkharu ahadun ala ahadin, nyenyekeaneni, kila mmoja amnyenyekee mwenzake mpaka asijifakharishe mmoja wenu juu ya mwingine. Kwa hivyo masahaba, yeye kila mmoja katika masahaba alikuwa anajiona mdogo, yeye mwenzake anamuona mkubwa. Kwa hivyo unyenyekevu kwa upande huu umekuwa umezidi kwa upande wao. Ruya al-Bukhari wa Ahmad wa lafdhu an Usama bin Zaid, imepokelewa kutoka kwa Bukhari na Ahmad katika lafdhi ya Usama bin Zaid amesema, wallahi
naapa na Mwenyezi Mungu, la aqulu lirajulin innaka khairun nasi, simwambii mtu yoyote hamba wewe ni mbora katika watu, mimi simwambii. Wa in kana alayya amiran, japokuwa kwangu mimi atakuwa ni kiongozi wangu, simwambii kama wewe ni kiongozi bora. Hayo ni maneno anayosema Usama bin Zaid. Wa in kana alayya amiran, japokuwa kwangu mimi atakuwa ni kiongozi, baada hadithu sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, baada ya kupata maelekezo kutoka kwa mtume, rehma na amani zimshukie juu yake. Fa in qila, basi sasa itakaposema, man hum khairun nasi, nani ni mbora wa watu, wama hiya sifatuhum, na zipi hizo sifa zao, fa unabbiuka, basi mimi nitakwambia ya kwamba anna sahabatu radhiyallahu anhum, hakika masahaba radhi za Mwenyezi Mungu ziwashukie juu yake, saalu nabii sallallahu alaihi wasallam, walimuuliza ili swala mtume, rehma na amani zimshukie juu yake, hadha suali, swala hili ambalo kwamba mimi na wewe sasa hivi tunaulizana. Fa ajabahum, mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu, wa ilaika, na juu yako, ya ra'akallah, ewe unaichungwa na Mwenyezi Mungu, ashara sifatin, uwe ni miongoni mwa hizi sifa 10, jaat fil kitabi wa sunna, sifa ambazo kwamba zimekuja katika kitabu na sunna, mwenendo wa mtume, rehma na amani zimshukie juu yake. Na sisi katika hutuba yetu ya leo tutazungumzia sifa 2, li khairin nasi, kwa watu waliokuwa bora, wa akmalihim, na waliokuwa wamekamilika, wa atammahum, na waliotimia. Fa in athnaita ala mriin, basi mtu yoyote atakapokuja kukusifu wewe, fandhur hal hadha sifati fihi, jitizame katika hizi sifa ambazo kwamba tutakazozitaja, na wewe umo. Ikiwa umo, basi ile sifa kweli inastahiki kwako. Kinyume cha hivyo, basi ujijue anakudanganya. Fa awalan, basi sifa ya mwanzo, khairun nasi, wabora waliokuwa, watu waliokuwa bora, humul muslimuna, ni sisi Waislamu. Tujitambe, tuendelee, tutembee kwa kifua mbele, tujijue kwamba sisi ni bora, ijapokuwa sasa hivi dunia nzima inatutambua kama sisi ni watu ambao kwamba hatari mno, au watu wanaita magaidi, lakini Uislamu unatutambua sisi, dini yetu ndio dini iliyokuwa ni bora kabisa. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amesema, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi ndio mmekuwa watu waliokuwa bora, mliotolewa katika watu. Famahma utiya almaru min sifati tamam, basi itakavyokuwa mtu atakapopewa sifa zilizokuwa zimekamilika, wanautan, na neema zilizokuwa zimekamilika, waqad hurima alislamu fihi, na yeye amenyimwa neema ya kuwa yeye ni Muislamu, fahuwa naqisun wala shakka fihi, basi hapo tujue ya kwamba yeye atakuwa na mapungufu, ijapokuwa yeye atakuwa ni rais wa dunia nzima, ijapokuwa yeye atakuwa ni mfalme, hata akipewa sifa gani, lakini kama sio Muislamu, basi tutambue ya kwamba yeye ana mapungufu na ukosefu uliokuwa mkubwa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anaendelea kuelezea Uislamu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekukamilishieni dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza neema zangu juu yenu, wa raditu lakumul islam dina, Allah subhanahu wa ta'ala ameridhia Uislamu kuwa ndio dini. Fala dinan atamma min hadha din, basi tutambue ya kwamba hakuna dini yoyote ambayo kwamba imekamilika kama hii dini yetu ya Uislamu. Ijapokuwa utaona wao wanatoa misaada, ijapokuwa wao watu wanatoa vitu mbalimbali, kama sio Waislamu, basi tutambue ya kwamba wao wana matatizo na watakuwa katika hasara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yabtaghi ghaira alislami dinan, yoyote ule ambaye kwamba atachagua dini isiyokuwa ya Uislamu, falan yuqbala minhu, basi Allah subhanahu wa ta'ala hatomkubalia dini hiyo, wa huwa fil akhirati minal khasirina, basi na yeye katika siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kula hasara.
ingekuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawakubalia watu dini zao, basi angelimkubalia ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika mwaka wa 10 Mtume sallallahu alaihi wasallam, huu mwaka unaitwa mwaka wa huzuni, ami yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alimlinda Mtume, rehma na amani zimshukie juu yake, kwa hali na mali, kwa juhudi zake zote dhidi ya makafiri walitaka kumuua. Lakini ilipofika siku yake ya kufa na Mtume alikuwa pembezoni mwake, alikuwa anamtamkia kalima ya la ilaha illa Allah. Ami yake Mtume juu ya kutamkiwa vile na Mtume, lakini hakuweza kuitamka kalima ya la ilaha illa Allah, na kwake yeye imekuwa nimekula hasara na ataingia motoni. Kwa hivyo, waman yabtaghi ghaira alislami dina, yoyote yule ambaye kwamba atachagua dini sio kwa Uislamu, falan yuqbala minhu, basi Allah subhanahu wa ta'ala hatomkubalia, wa huwa fil akhirati minal khasirina, na yeye siku ya kiyama atakuwa ni mwenye kula hasara. Wa thaniya sifatihim, na sifa ya pili ya kuonyesha watu waliokuwa bora, annahum da'atu ila Allah bil hikmati wal mau'izati al hasana, ni kwamba hawa watu wanalingania katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa hikma na mawaidha yaliyokuwa mazuri. Wayanahawna 'anil munkar, na wanakatazana mabaya. Yaqulu Allahu jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea, kuntum ghaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi, tunaamrishana mema, watanahawna 'anil munkar, na tunakatazana mabaya, watanahawna 'anil munkar wa tu'minuna billah, na tunamwamini Mwenyezi Mungu. Tutambue ya kwamba kulingania katika dini ya Mwenyezi Mungu sio ya mtu maalum, sio ya kikundi cha watu maalum, bali hii ni kazi ya watu wote. Na tutakapoangalia namna masahaba walivyoishi baada ya kufa kwa Mtume, masahaba karibia 80% wote hawakufia pale walipokuwa wamezaliwa au walipokuwa wanaishi na Mtume. Wote walitawanyika dunia nzima katika kulingania kalima ya la ilaha illa Allah. Kwa hivyo hii ni kazi ya watu wote, sio ya mtu mmoja. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man raa minkum munkaran, yoyote yule ambaye kwamba atakaiona uovu, falyughayyirhu biyadihi, basi auondoshe kwa mkono wake. Fa illam yastati', kama hawezi, fabilisanihi, au linganie kwa ulimi wake. Wa illam yastati', na kama hawezi, fabiqalbihi, basi achukie ndani ya nafsi yake. Japo uchukie, basi na wewe utakuwa umefanya kazi ya dawa. Wadhalika adhafu al-iman, na hii ndio imani iliyokuwa dhaifu kabisa. Kwa hivyo hii ni kazi ya watu wote, wala sio kazi ya mtu mmoja, ili kuonekana watu waliokuwa bora. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim, ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره ومن استنى بسنته واهتدى بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسكوا بالإسلام بالعروة الوثقى، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا عباد الله أن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله
وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. وارض اللهم عن خلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن باقي صحابته يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر اللهم من نصر الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمة الإسلام أمرا يعز فيه أهل طاعتك ويعافي فيه عن أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم آمنا والمسلمين عامة في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وسدده بتسديدك وأصلح بطانتك يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة.